Karibuni, tunawapenda katika upendo wa Kristo. Wale ambao tuko pamoja katika jengo, karibuni katika Kristo. Na wale ambao mnatutazama moja kwa moja katika mtandao wa Facebook, karibuni katika Kristo. Hata na wale ambao watatutazama baadaye katika mtandao wa YouTube, karibuni, na tunawapenda wote katika upendo wa Kristo. Na kama ilivyo kawaida yetu mahali hapa, tunajifunza neno la Mungu kwa njia tofauti kidogo na vile ambavyo inakuwa katika sehemu nyingi. Sababu sisi tunachukua kitabu, kwa mfano mimi sasa ninafunza kitabu cha Waebrania ama Hebrews. Tunaanza neno la kwanza, mstari wa kwanza, tukifuatisha neno kwa neno, mstari kwa mstari, mpaka tunamaliza sura. Tunaingia sura ya pili, tunaingia ya tatu, tunaenda hivyo mpaka mwisho. Ni jambo ambalo alipendezi watu wengi na linakaa ni kama linachosha. Hata wengine wanaona ni kama hawaendi haraka jinsi ambavyo wangetaka. Lakini sisi tunashukuru Mungu sababu ametusaidia kuchukua hiyo njia ambayo wengi hawafuati. Sababu kuna njia kadhaa za kufunza watu. Kuna hii yenye tunatumia, hii systematic. Kuna ingine ni topical sermons. Unachukua topic fulani, unaingia kwa Biblia, unaanza kutafuta maneno ambayo yataingiana na topic ambayo unataka kufunza. Na pia kuna passage sermons. Unachukua maandiko fulani katika Biblia, unasoma na unatoa sermon hapo. Hizo ni njia sawa, lakini sisi hapa tunatumia hiyo njia ya systematic, na tunashukuru Mungu hata kwa njia zingine ambazo watu wanatumia. Sababu haja kubwa ni watu wapate ujumbe wake Mungu. Kwa hivyo siku ya Jumapili tuliweza kufika mstari wa 12, sura ya 3 katika kitabu ama waraka wa Waebrania. Hebrews chapter 3 verse 12. Hapo ndio tuliweza kufika siku ya Jumapili. Na sasa tutaanza kuanzia mstari wa 13 tukiendelea, na natumai Mungu atatusaidia na tutaweza kumaliza hiyo sura. Waebrania sura ya 3 kuanzia mstari wa 13. Na kwa ufupi, hii sura ya 3 ilianza na Yesu akionyesha kwamba sisi ni ndugu zake na haibiki kutuita ndugu zake. Na tukaona sio ndugu kwa njia ya mwili ama damu. Na tukaangalia maandiko yaliyo katika Yohana sura ya 1 mstari wa kuanzia 10 kusonga, tukaona wakati Yesu alikuja kwa Wayahudi wenzake, wengi walimkataa na wakakosa kumwamini. Lakini kwa wale ambao walimwamini, akawapa uwezo wa kuitwa wana wake. Sio wale ambao wamekuwa wana wa Mungu kwa njia ama mapenzi ya mwili wala damu, ila ni kwa njia ya Mungu, kwa njia ya Roho Mtakatifu, sababu Mungu ni Roho. Tukaendelea tukaona ni sababu gani Yesu alikuja hapa na akaumia,
akateseka kiwango cha kufa. Tukaona aliteseka hivyo ili akamilike kuwa kuhani mkuu wa imani yetu, aweze kupitia haya ili sisi wakati tunapitia shida na matatizo katika haya maisha aweze kutusaidia, sababu ako na experience ya hizo shida tunapitia. Tukakuja pia tukaona Yesu akilinganishwa na Musa. Tukaonyeshwa Musa alikuwa mwaminifu kwa mambo ya kiungu, sababu aliitwa na Mungu aende akomboe Waisraeli kutoka Misri. Na tukaona alipokuwa anaitwa na Mungu, anaambiwa enda ambia watu wangu hivi. Alikuwa anaenda kwa wale watu wanawaambia hivi ndivyo asemavyo Bwana. Uaminifu. Yesu Kristo naye alipokuja hapa ulimwenguni, sababu kusudi la Mungu kuja hapa ulimwenguni kwa njia ya Yesu Kristo ilikuwa alete wokovu. Na tunaona vizuri sana katika vitabu vya Injili, Yesu Kristo alipokuja hapa alikuwa anaongelesha watu kuhusu ukombozi, kuhusu mambo ya haki, kuhusu kuachana na dhambi na kufuata Mungu. Akawa mwaminifu. Na tukaona ya kwamba hatuna kijisababu cha kusema ati Yesu alifanya hivyo sababu alikuwa 100% Mungu na 100% mwanadamu. Tumepewa mfano wa Musa, mwanadamu kama sisi. Alikuwa mwaminifu kwa mambo ya kiungu. Sisi pia hatuna budi, hatuna kijisababu cha kutokuwa waaminifu katika yale mambo ya kiungu ambaye Mungu ametuaminia. Na katika huu muktadha ni hatuna budi kuwa waaminifu katika mambo ya kuhubiri na kufunza wokovu wake Mungu, imani katika Kristo. Hatuna kijisababu cha kutokuwa waaminifu. Tukaendelea mpaka tukaona ya kwamba hawa watu ambao Mungu alitumia Musa kuwatoa katika nchi ya utumwa akiwaelekeza katika nchi ya ahadi, walikosa kufuata maagizo ya Mungu, walikosa kumwamini, walinung'unika na wakasema heri wangebaki huko wafe na wazikwe huko. Tukaona wakajaribu Mungu kwa njia mingi, naye Mungu sababu kusudi na mipango yake lazima itimie, akasema wale watu ambao baada ya kutoka nchi ya Misri, ambao walikuwa wamefikisha umri wa miaka 20, yani watu ambao walikuwa ni watu wakubwa na wanaelewa, walikuwa wanaelewa maisha ya utumwa, walikuwa wanaelewa shida na matatizo ambayo walikuwa wanapitia. Akasema sababu walijua na wamekosa kuamini Mungu, wamekosa kuamini ahadi zake, wamekosa kufuata njia zake, akasema hawatafika nchi ya ahadi. Akasema watoto wenu wenye mnasema ati niliwatoa huko nikuje niwaulie jangwani, hao ndio watafika. Isipokuwa Yoshua na Kalebu, hao watu wengine wote hawakufika nchi ya ahadi sababu ya kutoamini neno la Mungu. Tukafikia hapo. Tukamalizia tukaona bado tukikumbushwa kuhusu Musa kama mtumishi katika nyumba ya Mungu. Naye Kristo tukaonyeshwa akiwa mwana na mkubwa katika nyumba ya Mungu, ambaye sisi ni sehemu yake, tukiendelea katika imani yetu na tukiendelea tukifurahia katika tumaini letu la umilele.
Kwa hivyo kila mtu ajue hapa ya kwamba, unajua kuna watu wanasema ya kwamba once saved always saved. Hapa tunakumbushwa kwamba sio hivyo. Ni kama tutaendelea kushikilia imani yetu na kuendelea kufurahia tumaini letu hadi mwisho. Kasema ya kwamba safari ya wokovu, safari ya imani, safari ya huduma sio jambo unawatia mahali fulani. Ni jambo ambalo unaendelea nalo mpaka mwisho. Kwa hivyo mtu asikudanganye ati sababu uliokoka na ukarudi nyuma ukatoka katika njia za Mungu ati wewe bado umeokoka. Hapana. Wewe uliacha safari, na kama uliachia safari katikati, hauwezi fika mahali ulikuwa naenda. Kwa hivyo huo ni ujumbe wa ufufio, revival. Kwa wale watu ambao wamezembea, kwa wale watu ambao walikaa chini wakaachana na safari, kwa wale watu ambao walitoka kwa njia za Mungu, tunakumbushwa tuweze kurejea. Katika mstari wa 12 ambao tumemalizia, tuliona ya kwamba watu tukikumbushwa na Roho Mtakatifu ya kwamba leo tunaposikia habari ya Mungu, tusifanye mioyo yetu ikuwe migumu kama vile ambavyo watu wa Israeli jangwani walikuwa na mioyo migumu, wakakosa kusikia habari yake Mungu, na ikasababisha ya kwamba wakose kufika katika nchi ya ahadi. Huo ni mstari wa 7 na mstari wa 8. Sasa wacha tusome baada ya kuonywa tusikue na moyo kama ule wa watu wa Israeli jangwani. Wacha sasa tuone neno la Mungu likiendelea kutukumbusha na kutuonya tusikue kama wale watu. Kwa hivyo wacha tusome mstari wa 13 hadi mstari wa 19. Nafikiri acha kwanza nisome hadi mstari wa 16. Wahebrania sura ya 3 mstari wa 13 hadi 16. Biblia inasema hivi: lakini muonyane kila siku, maadamu itwapo leo, ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Kwa maana tumekuwa washirika wa Kristo, kama tukishikamana na mwanzo wa udhabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho. Hapo inenwapo, leo kama mtaisikia sauti yangu, msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha. Maana ni akina nani waliokasirisha waliposikia? Si wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa? Tena ni akina nani waliochukizwa nao miaka 40? Si wale waliokosa ambao ni mstari wa 17, ambao mizoga yao ilianguka katika jangwa? Bwana Yesu asifiwe. Rona, tunaendelea kuonywa na kukumbushwa kuhusiana tu na wale watu wa Israeli ambao walilia, sababu wakati Mungu aliita Musa, alimwambia anataka mtume kwa watu wake, sababu amesikia kilio chao. Atume Musa aende akawakomboe kutoka utumwani. Na ukisoma katika kitabu cha Kutoka, Walawi, Hesabu,
utaona jinsi ambavyo hao watu waliweza kumkasirisha Mungu. Na sababu neno la Mungu limeandikwa likiwa kama kioo, ili sisi tunaposoma hapa tutuseme ya kwamba Mungu alikuwa anaongelesha, hata sasa anaongelesha Waisraeli peke yake. Hapana. Alikuwa anaongelesha wale watu ambao walimlilia katika shida na matatizo yao, akawaokoa. Akatuma mtumishi wake Musa awaokoe kutoka kwa utumwa. Na zaidi ya hiyo, awaelekeze katika nchi ambayo alikuwa ameahidi mababa zao ya kwamba atawapeleka, nchi ya Kanaani. Ukichukua hiyo hali ya Waisraeli, werudisha mawazo na akili yako wakati haukuwa umeokoka, hali ambayo ulikuwa ndani yake. Ni kitu gani kilikupeleka katika kuokoka ama kanisani? Sababu watu wengi, wakati pengine mashida zimewazidi, zenye zinaonekana na zenye hazionekani, wanasemanga kimbilio ni kwa Mungu. Na wanasema sasa mimi nitaokoka, ndio hii mambo na shida na matatizo nilio nayo, Mungu anisaidie. Unakuja unaokoka, na kweli unaona mabadiliko katika maisha na hali zako. Na hapo mnaanza safari na Mungu. Sababu hatuokoki kuokoka tu. Tunaokoka na tunapata tumaini la kudumu pamoja katika uwepo na utukufu wa Mungu milele na milele. Sasa mtu ambaye ameokoka, safari yake ni ya kuelekea uwepo na utukufu wake Mungu. Kanisa litakaponyakuliwa ama ifikapo wakati wa kufa. Kama mtu atakufa kabla ya kanisa kunyakuliwa, huyo mtu apumzike akiwa katika Kristo, ili Yesu atakapokuja afufuke na afikwe mwili mpya. Kwa hivyo, wenye Mungu aliokoa wale na wakawa na safari pamoja naye. Sababu Biblia inatuambia mchana aliwafunika na wingu, usiku aliwaongoza na wingu la moto. Kwa hivyo alikuwa pamoja nao kila wakati katika hiyo safari. Lakini walimuasi, walinungunika, mpaka wakamkasirisha. Sasa hata sisi tunanenewa siku ya leo. Tulililia Mungu katika wakati wa dhambi na utumwa wetu na kuteseka kwetu. Akatusikia na akatuma Yesu Kristo kama Mwokozi. Tukaokoka na tukaanza kwenda safari naye. Lakini je, jinsi ambavyo Waisraeli walifika mahali, imagine Mungu anawapea chakula kutoka mbinguni, mana wanakula, wanashiba, wanaanza kusema hata hii chakula haina ladha. Fadhali tungerudi huko Misri mahali tulikuwa tunakula malenge. Imagine. Sababu ukisoma Biblia mahali pengine inalinganisha maana na the bread of life, Yesu Kristo. Yaani Mungu aliwapea kilicho bora zaidi. Lakini wakaanza kunungunika, wakasema haina ladha. Wakaanza kusema heri hali ambavyo tulikuwa nayo katika shida na matatizo yetu. Unajua inaweza kuwa mtu hajasema hivyo kwa mdomo wake, sisi. Lakini katika mawazo, katika mienendo, katika kutenda ama kutotenda, hatuko tofauti na Waisraeli wakati ule.
Na ndio sasa tunakumbushwa na neno la Mungu. Kwa mfano wa wale, mstari wa 13 tumeambiwa nini? Kwanza, Biblia ya Kizungu inaelezea vizuri. Sababu ya Kiswahili inasema lakini muonyane kila siku. Biblia ya Kizungu inasema exhort one another. Na ukienda kuangalia katika kamusi ya Kizungu ama dictionary, maana hilo neno exhort ni kushauri seriously, kwa makini, bila mchezo, ukiwa na roho ya nia njema. Unaona? Tunaambiwa tushauri, tuwe tukishauriana miongoni mwetu kwa ushauri usio wa mchezo, tukiwa na nia mbaya, tukiwa na nia njema. Na tunaendelea, tunaambiwa kila siku. Unaona? Kila siku, wakati bado inaitwa leo. Sababu hakuna mtu ajuaye kuhusu kesho. Unajua, Mungu hakuna kilichofichika mbele zake. Hata kuna mahali neno la Mungu linasema ya kwamba anaona mwisho akiwa katika mwanzo. Kwa hivyo Mungu alijua tutakuwa tumefika wakati kama huu, na ndio akatumia watumishi wake miaka mingi sana iliyopita watuandikie huu ujumbe, ili kama tumetoka katika njia za Mungu, kama tumeanza kunungunika, kama tumeanza kuwa shaka na ahadi zake, kama tumeanza kutamani mahali alitutoa, tunaambiwa. Mimi nikiona wewe umeanza kuwa kama Waisraeli mle jangwani, ama wewe ukiona mimi nimeanza kuwa kama Waisraeli pale jangwani, naambiwa nikushauri kwa dhati, bila mchezo, bila kupaka mafuta, lakini iwe ni kwa nia njema, goodwill. Isikuwe ninakurekebisha ndio nia yangu ikikuwa ni kukukasirisha, ama ninakurekebisha nia yangu ikiwa ni kukufukuza. Hapana. Kila siku nikiona ama ukiona nimeanza kuelekea hii njia ya Waisraeli, nafaa nikuambie, unafaa uniambie, unishauri kwa dhati, bila mchezo, na ni kila wakati. Sababu tunaona venye maisha yalivyo. Mna mtu leo, kesho unasikia hayuko, ama saa zingine hayuko. Sasa tunaambiwa kama bado ni leo. Sababu unaweza sema wacha nione kama atarekebisha, ama wacha ningoje tu. Ama unasema kwani si ni shauri yake, si maisha ni yake. Hapana, tunaambiwa leo. Imagine vile ambavyo unaweza sikia ukiona pengine kuna gari inakuja huko na mtu haoni. Imekuja kwa kasi ya juu sana, speed kubwa. Mtu pengine mawazo yake yako mbali, ama pengine ni mlevi, ama pengine ni mtoto hajali. Sababu tuna watoto, tunajua watoto wapigi mahesabu ya hatari. Yeye mahali amefikiria kwenda anaenda. Badala ukose kuambia huyo mtu simama, ama ukose kumwambia enda haraka, hiyo gari isikupate hapo, we unyamaze tu, alafu akuje achotwe na aage. Hakika dhamira yako itaishi ikikusumbua. Unasema na ningejua ningemwambia, kama singemwambia hangegongwa. Ndio sababu tunaambiwa tushauriane kwa dhati.
kila siku, wakati bado inaitwa leo, sababu hatujui ya kesho, hatujui ya hiyo dakika ingine. Na pia Mungu hawezi tuandikia huu ujumbe kama hakuna hali kama hii. Hata tukisoma mbele tutaona kuhusu neno la Mungu, hakuna kitu ambacho kimefichika ndani yake. Na neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Tutaona hapa. Kwa hivyo, sababu ya Mungu kuandika huu ujumbe na kutayarisha tuweze kusikia siku ya leo ni kwa sababu bila shaka tumesahau mahali Mungu alitutoa. Bila shaka tumeanza kuwa na wasiwasi na shaka na nguvu na uwezo wake Mungu. Bila shaka tumeanza kuachilia na kulegeza tumaini letu la umilele. Mungu anatunenea kwa nia njema ili tuweze kubadilika na kurudi katika njia zake. Mstari wa 14 nasema hivi: sababu sisi ni washirika pamoja na Kristo. Sikia mstari wa 14. Na hii, unajua ukisoma neno la Mungu uone imeandikwa kama. Hiyo ni condition ambayo lazima tutimize ili hayo maneno ambayo yanasemwa yawe, ama kama ni ahadi ama ni hali, ili iweze kuwa tunaimiliki. Mstari wa 14 Biblia inasema hivi: kwa maana tumekuwa washirika na Kristo kama. Wewe utabaki kuwa mshirika na Kristo. Wewe ni mshirika na Kristo kama utafanya haya mambo. Na inasema tu vizuri, kama tukisimama na mwanzo, tukishikamana na mwanzo wa udhabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho. Unasikia? Tunakuwa washirika pamoja na Kristo kama, sio ati sababu tuliokoka, sio ati sababu tuliwahi hudumia Mungu, sio ati kwa sababu tuliwahi ishi tukiwa haki mbele zake na pengine tukasimama ama tukawacha. Ni kama tutaendelea kushikilia mwanzo wa udhabiti na udhabiti mpaka mwisho. Unaona? Kwanza ukisoma vizuri kwa upole inaturudisha, sababu ni kushikamana na mwanzo. Yaani kama vile ulivyoanza, kama habari uliosikia mwanzo, kama bidii na juhudi uliokuwa nayo mwanzo ndio uko nayo wakati huu, kama tumaini ulilokuwa nalo tangu mwanzo halijabadilika ni lile, wewe bado ni mshirika pamoja na Kristo. Lakini kama umezembea, kama uliwacha, kama uliweka shaka, kama ulinungunika, ushirika wako na Kristo una swali. Lakini mimi hupenda sana maneno kuhusu huyu Mungu wetu, sababu Mungu hatuonyeshi makosa ama udhaifu wetu ili tuendelee kupotea. Anatuonyesha na kutuambia kwa nia njema, ili mahali ambapo tumezembea tuweze kutia bidii, ili mahali ambapo tumetoka katika njia zake tuweze kurudi katika njia zake, ili mahali ambapo tumekuwa na shaka tuweze kurudi katika imani. Ndio sababu Mungu anatukumbusha
Lakini naye kawaida jinsi mwili ulivyo, mwili haupendi kurekebishwa. Mwanadamu katika mwili wake wa asili hataki kuambiwa hapa umekosea. Anataka aachiliwe aendelee jinsi ambavyo anafanya. Lakini tunajua vizuri ya kwamba yale mambo ambaye Roho Mtakatifu anapenda, mwili haupendi. Nayo yale mambo ambaye mwili unapenda, Roho Mtakatifu hapendi. Sasa na tuko katika huu mwili, ndio unaona kuna kuwa na mvutano. Na nashukuru venye ndugu Francis amesema ya kwamba hatutaweza bila Roho Mtakatifu, sababu tuko katika mwili. Lazima tuwe na Roho Mtakatifu ndani yetu na tujisalimishe kwa mwongozo na mwelekezo wake. Kwa hivyo sisi ni washirika na Kristo kama bado tumeshikamana na ile habari ya mwanzo, ile imani ya mwanzo na yule Kristo wa mwanzo. Sababu unajua siku hizi jinsi ambavyo Mungu ama Kristo anawasilishwa kwa watu ni tofauti. Sababu ukisoma katika Biblia inasema hivi kuhusu injili ambaye Kristo alileta, habari njema. Ni ya kwamba kuna mahali nilisoma nasema ya kwamba kwa hii sababu, sijui kama ni Luka 24, ni vizuri kuhakikisha 24 mstari wa 44. Hebu tuone. Ndio tuone ni injili gani. Basi mstari Luka sura ya 24 tuanzie mstari wa 46. Biblia inasema hivi. Luke 24:46. Sasa tusikie ni injili gani ambaye ndio Yesu aliongea kuhusu. Biblia inasema hivi, akamwambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba kwa ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Tunasikia ni injili gani inahubiriwa? Injili ya kutubu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Lakini angalia saa hii, kwa njia kubwa tumekuwa tukihubiriwa prosperity gospel. Kuja kwa Mungu utajirike. Kuja kwa Mungu uende ng'ambo. Lakini Yesu mwenyewe akiambia wanafunzi wake, anawaambia hivi ndivyo ilikuwa imeandikwa, ya kwamba Yesu atakuja, ateseke, akufe na afufuke siku ya tatu, ili watu waweze kuhubiriwa injili ya kutubu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Yesu hakuja hapa ili watu watajirike. Sababu hata kabla ya Yesu kuja hapa ulimwenguni, watu walikuwa na mali. Mamlaka ilikuwa. Viongozi walikuwa. Lakini ukombozi kutokana na dhambi haukuwa. Hicho ndicho Yesu alikuja kuleta ulimwenguni, kile ambacho hakikuwa kabla aje. Sababu ukiona katika Agano la Kale, kuhani mkuu aliishi kufanya dhabihu kila wakati, sin offering, trespass offerings kila wakati. Sababu Yesu Kristo hakuwa amekuja. Ingawa hizo dhabihu zilikuwa ni kivuli, ishara, ama hizo sacrifices zilikuwa zinatuelekeza kwa dhabihu ya Yesu Kristo
ambaye alikuja akatolewa mara moja na akatosha kwa watu wote. Hivyo basi hakuna dhabihu nyingine inahitajika. Sasa swali ni je, tumeshikilia ile habari ya kwanza tukiwa wahubiri, tukiwa walimu na tukiwa washirika? Sababu unajua watu wengi wanafanya hivi, hata wahudumu. Sasa pengine naona ndugu Francis, tuko na yeye, tunahubiri, kanisa ina watu wengi, sababu watu wengi hawataki kuambiwa kuhusu dhambi, kuachana na dhambi, kuishi ukiwa haki mbele zake Mungu. Watu hawataki kuambiwa kuhusu hukumu ya Mungu ijayo. Hawataki kuambiwa kuhusu ghadhabu ya Mungu ijayo kwa watu ambao watakuwa wamemkataa. Hawataki kuambiwa kuhusu jehanamu. Hawataki kuambiwa kuhusu bahari la moto. Hawataki. Kwa hivyo, na ninakwambia hivi, kwa mtumishi wa Mungu, kama utahubiria watu hii injili ya kutubu kwa ajili ya ondoleo la dhambi na kuishi wakiwa haki na watakatifu mbele zake Mungu, usitarajie kuwa na ufuasi mkubwa. Sasa tuwe kwa wakati huu tuko na ndugu Francis ama Sister Jane. Tuna hivi tu kanisa jinsi ilivyo. Alafu mimi naye niangalie wengine nione, hii watu wako na ufuasi mkubwa sana. Nani hakuwa na gari saa yako nayo? Kanisa lake limejaa, hata amehama mahali alikuwa. Nione hata mimi nitafuata hiyo njia. Nifuate na nikuwe na ufuasi mkubwa. Kichwa naye anaweza fikiri kunifuata. Na watu wengi wamefanya hivyo. Kwa hivyo ukishikilia ile injili ya kwanza na kufunza watu mambo yote ambayo Yesu Kristo alifunza watu na kukemea mambo yote ambayo Yesu Kristo alikemea, usitarajie ukuwe na ufuasi mkubwa. Lakini heri kuwa na wafuasi wachache ambao watafika uzimani kuliko kuwa na wafuasi wengi ambao watapotea wote na uangamie pamoja nao. Kwa hivyo sisi ni washirika pamoja na Kristo kama bado tumeshikamana na yale mambo ya mwanzo, injili ya mwanzo, mafunzo ya mwanzo na tumaini la umilele. Mstari wa 15 unaendelea kusema, kama bado inaitwa leo. Sawa, Biblia inasema na hii ni maneno inarudiwa ambaye yako katika tunaona katika Zaburi nafikiri 95. Zaburi 95 kuna mahali imesema ukisikia sauti ya Mungu usikatae kusikia. Mstari wa 15 nasema, kama inavyosemekana leo, kama utasikia hii sauti, usifanye moyo wako kuwa mgumu kama wakati wa kukasirisha. Wakati wa kukasirisha ni upi? Ukirudi katika mstari, ama hayo mambo tutayaona katika mstari wa 16 tukiendelea mbele. Inaongea kuhusu wakati Waisraeli walikasirisha Mungu mle jangwani. Baada ya kuwakomboa, kuwapeleka katika safari ya kuelekea nchi ya ahadi. Sasa sisi naye tunaambiwa tushikilie habari tuliyosikia kwanza, imani tuliokuwa nayo tangu mwanzo,
na tumaini tulilokuwa nalo tangu mwanzo tushikilie. Na tunakumbushwa, sababu tunaweza kuwa kwa njia moja ama ingine tumekuwa kama hawa Waisraeli. Tunaambiwa tutakaposikia hii sauti ya Mungu, sauti ya Roho Mtakatifu akinitumia siku ya leo, tutakaposikia hii sauti, tusifanye mioyo yetu ikuwe ngumu. Tufanye kulingana na mwelekezo wa neno lake. Tusifanye kama venye Waisraeli walifanya, wakakosa kufika nchi ya ahadi. Lakini sababu Mungu ni mwaminifu na kusudi na mipango yake lazima itimie. Wale ambao hawakuamini hawakufika, lakini wana wao walifika. Sababu lazima Mungu angefikisha watu katika nchi ya ahadi jinsi alivyosema. Sasa mstari wa 16 hadi 19 tunakumbushwa tu vile ambavyo Waisraeli walifanya. Katika waraka wa Waebrania 16 inasema nini? Ni akina nani waliokasirisha waliposikia? Yaani ni nani walikasirisha Mungu? Sababu walisikia maneno yake Mungu kutoka kwa Musa, lakini hawakuyafuata, wakakasirisha Mungu. Sasa ili swali ambalo limeulizwa, ni kina nani waliomkasirisha waliposikia neno lake Mungu? Jibu liko hapo mbele. Ni wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa. Si unaona? Wale wote ambao walishuhudia, waliona wokovu na ukombozi wa Mungu kutoka Misri, nchi ya utumwa. Walipokosa kusikia neno la Mungu na ahadi zake, wakaweka shaka, walimkasirisha Mungu. Hao ndio walimkasirisha Mungu. Sisi naye tukiuchukua huu kama ujumbe wetu, sisi ambao Mungu alituokoa kutokana na dhambi, kutokana na uoga ambao unawekwa ndani ya watu, sijui laana, sijui madhabahu imesimamishwa, sijui nini, mambo mengi. Tulipoamini Yesu Kristo akatukomboa kutoka kwa hayo mambo, na tukaendelea kusikia habari yake na kufunzwa. Lakini kama kuna njia moja ama ingine tumekosa kusikia, na unajua kusikia hapa inamaanisha kwamba kufanya kulingana na neno la Mungu linavyokuambia. Kama linakwambia fanya hivi, unafanya. Kama linakwambia usifanye hivi, usifanye. Sasa kama umesikia neno la Mungu likwambia fanya hivi na ufanye, ama umesikia neno la Mungu likwambia usifanye hivi na unafanya, wewe uko sawa sawa na wale Waisraeli waliosikia na hawakutenda kama neno lake, na hilo jambo linakasirisha Mungu. Kwa hivyo tusiwe watu wa kukasirisha Mungu kwa njia ya kutofanya anavyosema tufanye, ama kufanya anavyosema tusifanye. Mstari wa 17 kuna swali lingine tunaulizwa. Tena ni akina nani waliochukizwa nao miaka 40? Jibu liko hapo mbele yake. Si wale waliokosa ambao mizoga yao ilianguka katika jangwa? Unaona? Wale ambao walikasirisha Mungu ni wale ambao katika huo mstari wa kulingana huo mstari wa 17 ni wale ambao walikosa, ambao mizoga yao ilianguka katika jangwa. Unajua, nikuelezee, Yoshua na Kalebu na wenzake walipoenda kupeleleza nchi ya ahadi,
Walienda wakakaa huko siku 40. Wakarudi wakiwa wamebeba vifungo vya mizabibu kuja kuonyesha utele na rotuba iliyo katika hiyo nchi. Lakini baadhi ya wale ambao walikuwa na Musa na Kalebu na Yoshua wakaja na habari ya kutia watu wasiwasi. Hapana, watu ambao wako katika hiyo nchi ni majitu wakubwa sana, hatuwezi enda huko, tutauawa. Lakini naye Yoshua na Caleb wakaendelea kushikilia imani ati ya kwamba Mungu aliwaahidi hiyo nchi na ataweza kuwafikisha. Lakini hawa watu wa Israeli wakakataa, wakasema hawezi enda. Hilo jambo likakasirisha Mungu, na ndiposa akasema ya kwamba kila siku ambayo hao walienda kupeleleza nchi, mtazunguka katika hii jangwa kwa miaka 40. Yaani siku moja kwa mwaka moja. Wale walienda siku 40. Wakaona ile nchi na wakakuja na mambo ya kuonyesha rotuba na utele wa ile nchi, lakini hawakuamini. Sababu hiyo Mungu akasema ya kwamba mtazunguka katika hili jangwa miaka 40, ili kila mtu ambaye alikuwa zaidi ya miaka 20 walipohesabiwa aangamie katika jangwa, wasiweze kufika nchi ya ahadi. Unaona? Na ni jambo la kuhofisha sana. Sababu wale watu wanasema, wataalam wa jiografia wanasema safari ya kutoka Sinai kwenda Canaan, wanasema ingeendwa tu straight, wanasema ingechukua siku chache sana. Lakini sababu ya hawa watu kutoamini na ahadi za Mungu, sababu ya kunungunika na kulalamika dhidi ya Mungu, akaamua ya kwamba safari ambayo ingekuwa karibu sana, ingechukua muda mchache, itachukua miaka 40 ili wazunguke huko na waangamie, wasifike katika nchi ya ahadi. Hilo jambo linanitia hofu. Unajua, unaweza ishi katika kanisa, unaweza ishi katika dini, unaweza ishi katika dhehebu. Wewe unajiambia unaenda tu, lakini hakuna mahali unaenda. Unakaa kama wale Wayahudi wa Israeli wakizunguka jangwani miaka 40 ili waangamie sababu ya kukasirisha Mungu. Na unajua watu wengi wanafanya hivyo. Alafu sasa, sababu watu wamedanganyika na wako chini ya wafanyabiashara na matapeli ambao wamejifanya kama watumishi wa Mungu, sababu wewe ni kusema tu, unasema wewe ni mshirika pamoja na Kristo, lakini wewe sio mshirika na Kristo. Sababu tuliambiwa kuna kushikilia imani tangu ile ya mwanzo, lakini wewe uliachilia. Lakini unasema tu mimi ni mshirika na Kristo, mimi ni mshirika na Kristo, lakini ni kusema tu, sio ukweli. Unakaa kama mtu ambaye anazunguka jangwani miaka 40. Nao hawa matapeli, sababu wanajua, wanakuambia umetupiwa roho ya stagnation. Unaambiwa umetupiwa roho ya umaskini na mambo mengine hapo. Unaambiwa kuna madhabahu imesimamishwa dhidi yako. Unaambiwa kuna mtu ameiba nyota yako. Nyota. Nani anaenda huko juu anachukua nyota? Unadanganywa hivyo sababu huyu tapeli anajua alikutoa katika safari. Haujui Mungu, haujui Kristo. Sasa amebaki tu pale na sarakasi, kukutisha na kukuweka uoga,
Sababu gani? Hauna Mungu. Kama kweli una Mungu na unamjua jinsi alivyo, Biblia inatuambia ya kwamba aliye ndani yetu, ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye ni Yesu Kristo, ni mkuu, ana nguvu kuliko aliye katika ulimwengu. Hapa ulimwengu ikimaanisha wale watu ambao wamemkataa Kristo, wale ambao hawajamwamini Kristo. Tena kuna mfano mwingine. Huyu mtu ambaye aliishi katika makaburi, alipomuona Yesu, alikuwa amejaa pepo wengi. Alipomuona Yesu alifanya nini? Alimsujudu, akamwambia, Mwana wa Mungu, usituangamize kabla ya wakati wetu. Tunaomba uturuhusu tuingie katika nguruwe zile. Mapepo haya ukisoma katika Biblia ya Kizungu, wakati Yesu Kristo aliuliza huyu mtu, unaitwa nani? Akamwambia, naitwa Legion, sababu tuko wengi. Ukienda ukiangalia hiyo katika kamusi, Legion inamaanisha kikosi cha wanajeshi wengi sana. Kwa hivyo hawa mapepo wachafu waliokuwa ndani ya huyu mtu walikuwa wengi sana. Lakini walipomuona Yesu, walipomuona Mwana wa Mungu, walipoona Mungu katika mwili, wakamsujudia, wakamwambia, tunaomba usituangamize kabla ya wakati wetu. Huyo ndio Yesu ambaye ulihubiriwa na ukachukua. Sasa kama bado uko naye, kwa nini unatishwa na mapepo? Kama yule Yesu aliyekuokoa na ukamjua, watu wakakwambia wanaenda, wakakutisha, wanakwambia mahali nitaenda utaona, ukaamini huyu Yesu na ukamshikilia, na sasa bado uko, lakini unatishwa. Umetoka, haujashikamana na lile neno la mwanzo lake Mungu. Tunaambiwa na tunakumbushwa siku ya leo, tusikue kama hawa Wayahudi. Imagine ukienda ukisoma safari ya Waisraeli kutoka Misri, utaelewa Mungu na njia kuu, na uone kibali cha Mungu kwa watu wake, na uone maajabu yake Mungu kwa watu wake. Wakati malaika wa kifo walikuwa napita Misri, Wayahudi vifungwa miba wao hawakuaga, sababu Mungu alikuwa amewaambia, ekeni alama ya damu. Imagine. Yani Mungu anaokuokoa kutokana na kifo na watu wengine wanakufa, lakini unakuja kutishwa na kifo baadaye. Mtu atakapokuja kukutisha, atakuua, ataua mtoto wako. Na tumeona Mungu akiokoa watu wake kutokana na kifo. Naona wamefuatwa na majeshi wa Farao, na wamefika katika mwambao wa bahari, maji mengi, mpaka wakaanza kulalamika, wakisema ya kwamba, wakilalamikia Musa, sasa umetuleta hapa tukufe. Musa naye akamwambia Mungu. Mungu akamuuliza, ni nini uko nacho? Musa alikuwa na fimbo kwa mkono. Mungu akamwambia inyoroshe juu ya bahari, kukawa na njia. Imagine, fikiria nguvu na uwezo wa Mungu. Anaambia mtumishi wake nyorosha, naye mtumishi wake kwa imani ananyorosha. Njia inakuwa bahari, katika bahari, na watu wake wanaanza kupita. Wakati wanapita, Mungu anafunga njia na maadui wanaangamia wote. Sasa huyo ndio Mungu tunayeongea juu yake. Huyo ndiye Mungu uliosikia tangu mwanzo. Huyo ndio Yesu uliyehubiriwa.
Imefika mahali gani mtu anakutishia? Imefika mahali gani unaenda kuhudumiwa katika madanguro na vyombo vya chini kwa chini? Tunakumbushwa siku ya leo tusikue kama wale Wayahudi walio na nguvu na uwezo wake Mungu, na wakasahau na akaanza kutamani kurudi katika utumwa waliokuwa nao. Mstari wa 19 ama mstari wa 18 ikiendelea, sema hivi: tena ni akina nani aliowaapia kwamba hawataingia katika raha yake ila wale walioasi? Sasa nasikia ni swali linaulizwa na linajibiwa hapo. Ati ni kina nani ambaye Mungu aliapia ya kwamba hawataingia katika raha yake? Inajibiwa ni wale walioasi. Naona sisi tumaini letu ni kudumu milele katika uwepo na utukufu wake Mungu atakapo rudi Yesu Kristo kulichukua kanisa. Lakini sasa wale kama vile wale Wayahudi ambao walimuasi Mungu walikosa kufika nchi ya ahadi, hata sisi tukiasi Mungu vile ambavyo hawakufika nchi ya ahadi, hata sisi hatutafika katika uwepo na utukufu wake Mungu milele na milele. Kwa njia nyingine, hatutaingia katika uzima, hatutaingia katika ufalme wa Mungu wa kimilele. Hivyo ndivyo tunaambiwa katika mstari wa 18. Tunakumbushwa tusiasi Mungu, na tumeambiwa ya kwamba kama ilivyoandikwa, leo utakapoisikia hii sauti yake Mungu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Fanya vile ambavyo Roho Mtakatifu anakuelekeza kupitia kwa neno lake siku ya leo. Mstari wa 19 kitamatisha: basi tunaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutoamini kwao. Simply, ama very simple, kutoamini. Na unajua tunaongea kuhusu, kwa mfano kuna watu wengi wanaamini ya kwamba Yesu anaokoa, lakini hawajaokoka. Kwa hivyo hiyo imani yao haijaikamilika, sababu hawajafanya kulingana na imani hiyo ilivyo. Sababu kama kweli unaamini ya kwamba Yesu anaokoa, lazima uwe umeokoka. Lakini ukisema Yesu anaokoa na unaendelea kuangamia katika dhambi na utumwa, hakika wewe ni kusema tu unasema ya kwamba Yesu anaokoa, lakini ndani yako hauamini. Kwa hivyo kama tunataka kuingia katika pumziko la Mungu la umilele, kama tunataka kuwa miongoni mwa wale ambao Yesu atasema, kuna wimbo inasemanga ya kwamba mchungaji atafurahia wakati wote watatokea malishoni. Kama unataka kuwa miongoni mwa wale ambao Yesu atafurahia juu yake, lazima uamini neno la Mungu. Usiamini neno langu. Sababu watu wengi wamewahi simama katika makanisa, katika mikutano, katika sehemu tofauti tofauti, na wakaongea maneno yao. Kuamini neno la mtumishi wako halitakufikisha mbinguni. Kuamini neno la nabii wako halitakufikisha mbinguni. Kuamini neno la mtu yeyote anavyojiita katika utumishi haitakupeleka mbinguni. Lakini kuamini neno la Mungu ndio itakufikisha mbinguni. Ndio itakufanya uishi katika uhuru ulioko katika Kristo. Ndio itakufanya uishi katika amani
iliyoko katika Kristo, ambaye Yesu anasema amani ambayo anatupa ulimwengu hauwezi ukaielewa. Sio amani ambayo inatokana na mali, sio amani ambayo inatokana na nguvu na mamlaka na utele, sio amani ambayo inatokana na kuwa na kila kitu ambacho tunahitaji. Ni imani ambayo inatokana na kujua ya kwamba mimi ni mwenye haki mbele zake Mungu. Ni amani ambayo inatokana na kujua hata nikiteseka katika maisha haya ninayoishi, sababu yake Kristo, ni kwa muda mfupi, lakini nitafurahia milele na milele katika uwepo na utukufu wake Mungu. Naomba ya kwamba Mungu atusaidie kujiachilia katika mwelekezo wa neno lake, na tusiwe kama mfano wa hayo Waisraeli ambao tumeona katika neno la Mungu, wakakosa kufika nchi ya ahadi. Sisi naye tukiwa kama wale, Mungu ametukumbusha hatutafika uzimani. Jina la Yesu na lisifiwe. Mpaka Mungu atakapo tukutanisha siku ingine, jina lake na liinuliwe.